Kama kuna siku ambayo wana Kino Boys KMC wanapaswa kuwa makini zaidi uwanjani, basi ni pamoja na leo hii wakati watakapocheza dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba katika mechi ya ligi kuu Tanzania bara kwenye uwanja wao wa KMC Complex pale Mwenge jijini Dar es Salaam. Ni kwa sababu gani? Wanakumbana na Simba ambayo hivi karibuni imeongeza uimara wake katika kikosi chake. Kocha Steve Becker kuna wachezaji kadhaa amewasajili wakati wa usajili wa dirisha dogo na tayari wameanza kuclick, wameanza kuonyesha makali. Baadhi yao akiwemo Anicet Ura, akiwemo Ino Jospin Loemba, lakini yupo Libase Geye, yupo Nixon Kibabage, yupo Ismail Olivier Toure beki wa kati, lakini golikipa Jibo. Katika mechi iliyopita ya ligi ya mabingwa barani Afrika hatua ya makundi, Simba wakicheza ugenini dhidi ya Petro Atletico kule nchini Angola walikuwa nyuma kwa bao 1-0 mpaka mapumziko. Ni katika kipindi cha pili wakiwa na idadi pungufu uwanjani baada ya Shomari Kapombe kuonyeshwa kadi mbili za njano na hivyo kuwa nyekundu, Simba wakaonyesha kiwango kizuri zaidi katika kipindi cha pili, na hasa baada ya kocha Steve Becker kuwaingiza kwa mkupuo kwenye dakika ya 51. Anicet Ura, Ino Jospin Loemba aliingia badala ya Alassane Maudo Kante, lakini pia aliingia Selemani Mwalimu. Watatu hao walifanya Simba ibadilike mno katika kipindi cha pili. Mara baada ya wao kuingia, Simba ikacharuka zaidi, na katika dakika ya 81 Simba ikasawazisha bao ambalo lilikuwa limeshafungwa katika dakika 13 na Thiago. Simba kwenye dakika hii wakafunga bao kupitia kwa Anicet Ura, ikitokana na ujenzi wa shambulizi uliowahusisha pamoja na watokea benchi wenzake ambao ni huyu Ino Jospin Loemba pamoja na Selemani Mwalimu ambaye ndiye aliyetoa assist. Loemba alifanya manuva yake eneo la kati kwa kupokea mpira kwa usahihi na kuuachia kwa wakati, na hivyo kuwezesha shambulizi la kujibu. Ilikuwa ni fast break kuifanya Simba ifunge bao la kusawazisha katika kipindi ambacho walikuwa pungufu, katika kipindi ambacho ilitarajiwa Petro Atletico walikuwa kila hali wakisaka ushindi ili kujihakikishia nafasi mojawapo kati ya mbili za kufuzu hatua robo finali ligi ya mabingwa barani Afrika. Wakajikuta ingawa wao wako 11 kamili wakicheza nyumbani, wakifunikwa na Simba katika baadhi ya nyakati kwenye kipindi cha pili, hasa baada ya kuingia kwa watatu hao, Selemani Mwalimu, Anicet Ura na Ino Jospin Loemba. Kwa ufupi, Simba walicheza vizuri zaidi katika kipindi cha pili kwa mipango ya kocha Steve Becker kulinganisha na kipindi cha kwanza ambapo walikuwa kamili 11 uwanjani. Sasa wakiwa wametoka katika michuano ambayo wamebakiwa na mchezo mmoja wa kutimiza tu ratiba, kwa sababu Simba kwa matokeo yake kwenye kundi lao la D haitasonga mbele kwa hatua ya robo finali, haitamaliza nafasi nyingine isipokuwa ya mkiani. Sasa wanarejea katika ligi kuu Tanzania bara ambako mpaka sasa Simba ikiwa imecheza mechi 7 ingali na pointi 16 kati ya pointi 21 ambazo walipaswa kuwa nazo kwa mechi 7. Maana yake performance ya Simba ni around 76%. Hiki ni kiwango cha juu, lakini kwa vigezo vya Simba na kwa sababu inafukuzia taji la ligi kuu Tanzania bara, wao sio mid table team, wao ni klabu kubwa. Kiwango hiki ni cha chini kwa sababu watani zao jadi Yanga ambao ndio mabingwa watetezi wa michuano hiyo, performance yao kwa sasa ni around 92%, kwa sababu nao wamecheza michezo 8, badala ya kuwa na pointi 24 na pointi 22 wamepoteza pointi 2 tu katika sare waliotoka dhidi ya Mbeya City ya bila kule jijini Mbeya. Sasa Simba kwa performance ya 76% wanajiona na kitu cha kufanya kupandisha kiwango chao ili kuhakikisha kwamba kocha Steve Becker na wachezaji wake hao walioongeza katika usajili wa dirisha dogo wakiungana na waliopo kina Elie Mpanzu Kibisawala, kina Shomari Kapombe, kina Rushaine De Reuck kuhakikisha kwamba wanatimiza lengo la kutoa ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara ambao klabu ya Simba imeukosa kwa misimu 4 mfululizo. Ili kutimiza dhamira hiyo, ndipo hapo unaona KMC wanapaswa kuwa na tahadhari, kwa sababu Simba wana mabao 14 wameshafunga, wameruhusu mabao 4. Ni timu ya pili kwa kuwa na ukuta mgumu, kwa sababu wanaongoza kwa ukuta mgumu mpaka sasa kwenye namba ya mabao walioruhusu ni Yanga na Azam walioruhusu mabao 2. Inayofuatia ni Simba iliyoruhusu mabao 4. Lakini ni miongoni mwa timu zilizofunga mabao mengi baada ya Yanga iliyofunga mabao 21. Inayofuatia ni JKT Tanzania iliyofunga mabao 17, ingawa yenyewe imecheza mechi nyingi, mechi takriban 15. Kuna Pamba Jiji wamefunga mabao 16, halafu inayofuatia ni Simba iliyofunga mabao 14, ingawa mpaka sasa imecheza mechi 7 tu katika ligi. Sasa ni Simba ambayo unaona inafunga zaidi,
inazuia zaidi. Lakini kwa KMC wenyeji katika mchezo wa leo kwenye uwanja wa KMC Complex kwao, KMC mwenendo wao sio mzuri chini ya kocha Mohamed Bares aliyetoa mikoba ya kocha Marcio Maximo baada ya kuwa na mwenendo mbaya. Hivi sasa KMC ni timu ya 16 kati ya timu 16 kwa ligi kuu Tanzania bara. Kwa lugha nyingine iko mkiani. Ni kwa nini? Ni kwamba yenyewe mpaka sasa imecheza mechi 14. KMC wana pointi 8 tu, pointi 8. Maana yake performance kuwa na pointi 8 kati ya pointi 42 walizopaswa kuwa nazo kutokana na michezo 14, kwa maana pointi 3 kila ukishinda mara 14 ni pointi 42. Hii ni performance ya around 19% tu, ni ya chini mno kulinganisha na wanaokutana nao wekundu wa Msimbazi Simba wenye performance ya 76%. Lakini kwenye mabao KMC ni miongoni mwa timu zilizofunga mabao machache zaidi. Mpaka sasa mechi 14 imefunga mabao 5 tu. Ni miongoni mwa timu 5 zilizofunga mabao machache zaidi, wakiwemo wao kuna Tanzania Prisons, kuna Fountain Gate, kuna Singida Black Stars, kuna Mashujaa, lakini wenzao sababu zinajulikana. Kwa mfano Singida Black Stars ni miongoni mwa timu zilizofunga mabao machache, mpaka sasa mabao 5, lakini imecheza mechi 7 tu kwa sababu ya kukabiliwa na michuano ya kimataifa ikiwamo ya kombe la shirikisho ambayo wao wapo katika hatua ya makundi, kombe la shirikisho barani Afrika CAF. Kwa hiyo KMC ni miongoni mwa timu zinafunga mabao machache zaidi, lakini wakati huo KMC ndio timu inayoongoza kuruhusu mabao mengi zaidi. Yaani wamefunga mabao 5, wameruhusu mabao 21, goal difference wanayo hasi 16. Walinzi wao katika mfumo wa kuzuia wana huruma sana, kwa sababu wanawaachia sana wapinzani kufunga mabao. Lakini kwenye kufunga, safu yao ya ushambuliaji ya vijana akina Juma Sagwe, baadhi yao wakiwemo kina Chambo Rashid, wamo akina Eric Mwijage, wanapokwenda kushambulia wao ni wapole sana. Badala ya kuwa na ukatili wa kufumania nyavu, wamefunga mabao 5 tu. Matokeo yake ndio timu iliyoruhusu mabao mengi zaidi, ndio timu iliyofunga mabao machache zaidi miongoni mwa timu 5 kama nilivyotoka kueleza. Lakini cha kushangaza zaidi, mpaka kufikia sasa KMC ni miongoni mwa timu ambazo zinafika sana kwa wapinzani na kufanya majaribio ya kufunga. Bahati mbaya tu jitihada zao bado hazijawalipa. Ni kwa sababu kufikia leo hii KMC wameshapiga mashuti. KMC katika mechi zile 14 wameshapiga shots, mashuti 106. Kati ya hayo mashuti 47 yamelenga lango, halafu ndo wamefunga mabao yale tunasema mabao 5, ambayo utaona hapa goal conversion rate, uwezo wa kubadilisha nafasi kuwa mabao ni wa chini mno, ni around 5%. Hii ni miongoni mwa sababu ambazo zinawakwamisha, kwa sababu wanafika wanafanya majaribio, lakini wanacheza dhidi ya Simba ambao wao mpaka sasa katika mechi hizi 7 Simba ni miongoni mwa timu zinashambulia sana na kufanya majaribio. Simba licha kucheza mechi 7 wameshapiga mashuti shots 104. Kati ya hayo mashuti 56 yamelenga shabaha, lakini wakafunga mabao hayo 14 wakiruhusu mabao 4. Kwa hiyo goal conversion rate, uwezo wa kubadilisha nafasi kuwa mabao wa wekundu wa Msimbazi Simba ni around 13%. Goal conversion rate kwa viwango vya Simba inaweza ikawa sio juu sana, kwa sababu ni 13%, lakini bado kwa jitihada wanazofanya zinawapa mabao. Ni kazi yao sasa KMC kuhakikisha kwamba wakitaka wawe salama, wakitaka kufufuka, kwa sababu mwenendo sio mzuri, ni timu ya mwisho mkiani, lazima wawe na mizani ya sawa katika kuzuia na kushambulia. Ndio, kwa sababu wakiwa wanazuia sana watakuwa wafungi, wakiwa wanaenda sana kushambulia wataruhusu mabao, kama ambavyo wameshafanya katika mechi 14 zilizopita. Wanakumbana na Simba yenye Anicet Ura, Jospin Loemba, Selemani Mwalimu waliongera sana katika mchezo dhidi ya Petro Atletico, lakini Simba ambayo pia ina Libase Geye, ina Mpanzu, ina Jonathan Soa na wachezaji wengine nyota ndani ya Simba ambao wanaweza kuwapatia matokeo pindi KMC wasipokuwa na tahadhari, na hasa kwenye mpira wa kutenga. Wasipofunga hao wachezaji ambao huenda sana katika kushambulia kutokana na nafasi zao uwanjani, Simba wana walinzi wakati ambao wote wana uwezo wa kufunga. Nazungumzia Wilson Nangu, huwa anafunga na ameshafunga katika msimu huu. Tunazungumzia Rushen Derok, ameshafunga mabao 2 na wengineo. Na hivyo msisitizo, kocha Bares anacheza dhidi ya Simba ambayo ingali ikiendelea kuchanganya na kuwa imara sana, hasa baada ya wachezaji wake wapya kuanza kuelewana vyema na waliopo.
lakini wakati huo ni Simba ambayo ina usongo wa kufanya vizuri, kwa sababu hivi karibuni imetikiswa kwa kufungwa 2-2 na Azam, kwa sare ile iliyotoa dhidi ya Mtibwa Sugar. Watatamani kuendeleza kile walichoishia katika mechi iliyopita wakati waliposhinda kwa mabao 2-0 dhidi ya Mashujaa. Je, itakuwa vipi? Ni swala kusubiri na kuona, maana vinginevyo KMC wasipo tahadhari wanaweza kujikuta wanapokea mabao mengi, lakini wakizingatia vyema maelekezo ya kocha Baresi na kila mchezaji kujituma kwa kiwango cha juu, pengine wanaweza wakaambulia kitu, ingawa wanapaswa kufanya ya ziada dhidi ya Simba hii ambayo kama nilivyotoka kueleza awali, wachezaji wake wa dirisha dogo wangali wakianza kuzoeana na waliopo na kufanya iwe tishio sana, ili isiwe Loemba show, isiwe Ura show, isiwe Mwalimu show, isiwe Rushain show, isiwe Jonathan Soa show. Ni lazima KMC wafanye ya ziada. Bila shaka itakuwa ni mechi nzuri. Itakuwa vipi? Ni swala kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.